Moja kati ya swali ambalo watu wengi walikuwa wanajiuliza ni timu gani ambazo zinaruhusiwa kujiunga kwenye umoja wa vilabu barani Afrika. Huu ni umoja wa vilabu ambao uko chini ya Eris Said. Eris Said bana, yeye ndiye ambaye yupo huku kama kama mwenyekiti wa umoja wa vilabu. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni nani ambaye ana deserve kushiriki ama kujisajili. Hapa nchini Tanzania navozungumza nawe ni timu mbili peke yake ambazo zimeweza kujisajili kwenye huo umoja wa vilabu, ikiwa ni timu ya Young Africans pamoja na timu ya Azam FC. Na kwenye ukanda wa Afrika Mashariki nadhani tunamzungumzia Vipers, Al Hilal, Omdurman, MC Maniema kwa maana ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kutoka kaskazini mwa Afrika tunazungumzia timu moja peke yake, ni Wydad Casablanca ambao tayari wameshajiunga. Kutoka Afrika Kusini pia ni timu mbili ambazo zimeshajiunga, kwa maana ni timu ya Kaizer Chiefs pamoja na Mamelodi Sundowns. Kutoka SADC huko pia tumemuona Kosafa huko tumemuona pia na Petro Atletico de Luanda akijiunga pamoja na umoja, pamoja na kikosi cha Gaborone United pamoja na kikosi cha wanaitwa African Sports kutokea pale, African Stars kutokea pale Namibia. Sasa kwa mujibu wa engineers anasema timu yoyote ambayo inashiriki ligi kuu pamoja na ligi daraja la kwanza ama championship, hizi zote zinaweza zikajiunga kwenye umoja huu wa vilabu kama zitahitaji. So hakuna kitu kinachomzuia Simba Sports Club, Mbeya City, Ken Gold, Kagera Sugar kujiunga kwenye umoja wa vilabu. Sana ni kitakuwa kinawafungulia fursa nyingine tele. Na upande wa Simba Sports wao wanasema inabidi wauchunguze kwanza umoja huu, wajiridhishe watapata faida gani na ulianzishwaje. Mwisho siku wao ndipo ambao watakapojiunga. Manake Simba wamefika hatua ya kuhoji umaridadi wa Patrice Motsepe kwenye kuanzisha vitu kama, kwa sababu hii imeanzishwa kwa idhini na ithibati ya Patrice Motsepe. Unadhani ni nini ambacho kinasababisha Simba sijiunge? Let me know katika comment. Asante, bye bye.